Aliyekuwa mwenyekiti wa taifa wa Chadema, Freeman Aikaeli Mbowe, ameibua mjadala mpana wa kitaifa baada ya kutoa kauli nzito, akiomba serikali kukiri pale ilipokosea na kuwaachia huru wafungwa wa kisiasa walioko magerezani, akisisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu kwa maridhiano na uponyaji wa taifa. Mbowe ametoa kauli hiyo wakati wa salamu za familia katika ibada ya mazishi ya mwenyekiti mwanzilishi wa Chadema, marehemu Edwin Isaac Mbilyewi Mtei. Akiwahutubia waombolezaji, Mbowe amesema kuwa pamoja na jitihada za maendeleo zinazotajwa kufanywa na serikali, bado taifa lina mzigo mkubwa wa maumivu ya kijamii na kisiasa unaosababishwa na kukosekana kwa haki na uhuru wa kisiasa. Nitakuwa mnafiki nisipolisema hili. Maendeleo ni jambo jema, lakini hakuna jambo muhimu kuliko uhuru wa watu katika nchi yao, amesema Mbowe, kauli iliyozua hisia mseto miongoni mwa waombolezaji. Ameeleza kuwa kuendelea kuwashikilia viongozi wa kisiasa hususan kutoka Chadema kunaumiza mioyo ya Watanzania wengi wanaotamani kuona taifa lenye haki, usawa na maridhiano ya kweli. Kwa mujibu wake, magereza yamejaa wanasiasa waliopaswa kuwa huru na kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa nchi yao. Katika kauli iliyogusa moja kwa moja hatima ya mwenyekiti wa taifa wa Chadema, Tundu Antiphas Lissu, Mbowe amesisitiza kuwa suluhu ya kudumu kwa taifa ni kurejesha uhuru wa watu na kuheshimu haki zao za msingi. Ameitaka serikali kuwa tayari kukiri makosa na kuchukua hatua za dhati badala ya kuendelea kuumiza jamii kisiasa na kisaikolojia. Njia bora ni kurejesha uhuru wa watu, haki za watu, na serikali ikiri ukweli pale ilipokosea, amesisitiza Mbowe, akieleza kuwa msimamo huo unaakisi misingi na maono ya marehemu Mzee Mtei. Aidha, Mbowe amemtaja marehemu Edwin Mtei kama kiongozi mwenye misimamo thabiti, asiyeogopa kusimamia alichoamini, akisema hakuwa mtu wa kuyumba, bali alitekeleza kwa vitendo kile alichoamini kuwa sahihi kwa mustakabali wa taifa. Kauli za Mbowe msibani zimechukuliwa na wengi kama ujumbe mzito wa kisiasa unaotoa wito wa maridhiano ya kitaifa na kufungua upya mjadala kuhusu uhuru wa kisiasa, haki za binadamu na mustakabali wa demokrasia nchini Tanzania. Kupitia mitandao ya kijamii, hususan kwenye ukurasa wa Jambo TV Online, wananchi wengi wamepongeza ujasiri na ukweli wa Mbowe, wakimtaja kama kiongozi anayethubutu kusema yale ambayo wengi huyafikiria lakini hawawezi kuyasema hadharani. Maoni mengi yameonyesha kuwa kauli hiyo haikuwa ya rambirambi pekee, bali imegeuka kuwa sauti iliyoamsha hisia na mjadala mpana wa kitaifa kuhusu uongozi, haki za kisiasa na maridhiano ya kweli.